Kwenye ulimi kuna mshipa hapa. Huu mshipa una control ulimi. Huu mshipa ukikatika, ulimi unaongea ambao hayajatoka hata kichwani, unaongea yake tu. Ukimwona mtu anaongea lokuepo sio kuepo, anaongea ovyo tu, hapa kuna tatizo. Na alama ambayo Mtume ametupa sallallahu alaihi wasallam, alituambia mwenye maneno machache tena yenye hikma na busara ni mtimilifu wa akili, lakini sanguine, asokuwa mirankol na phlegmatic, anabwabwaja hatari, anaongea hatari. Ujue hapa pameregea. Kwani hata mwenda azimu huhesabiwa maarifa yake baada ya kukaa kimya. Na hakuna mwenda azimu asosema, bali mashtaka tunayopata sisi madaktari. Bwana usiku atulali anaongea. Haya muulizeni anaongea nini mwenda azimu? Hana point. Niambieni chizi bwana kaongea. Chizi bwana kaongea. Hebu niambieni mwenda azimu ana point. Sana sana akikolea kuongea matusi, anatukana hatari. Umeona Asukutu salam. Kunyamaza ni amani. Kunyamaza ni amani. Angalia Sheikh Makir. Hii pesa ni ya karatasi. Alafu kuna zingine wanazita coin zile. Hii angalia ukidondosha haipigi kelele. Lakini coin ukipiga chini hapo paka kule. Sawa Kuongea ni sawa na coin. Sawa Anayepiga kelele ni coin. Anayekuwa kimya thamani yake ya dola. Usiwe coin. Tumeelewana vizuri? Sasa katika hutuba ile mabwana, point niloipata kuwakumbusha walinganizi wenzangu. Cha kwanza, Sheikh Abdallah, hakuna hutuba ya TBC ya Sheikh Othman iliangaliwa na watu wengi toka TBC na mrekodi kama hutuba ile ya juzi. Kwa sababu watu wamelazimika hivyo. Kwanza, unajua watu wengi tunashinda TikTok, tunashinda Insta, tunashinda YouTube. YouTube kulikuwa kuingiliki. Tumeelewana vizuri? Watu wote ilikuwa mwanzo mwisho TV. Kwa hiyo siku ile watu waangaliaji wa TV kwanza wengi. Hilo la kwanza. La pili, watu wote wako ndani. TBC kiachiaga hutuba zake, mtu yuko kwenye mbio zake. Mchana ule utampata wapi? Lakini pia watu walikuwa na hamu, kitu gani kitaongelewa sasa hivi kwa TV. Ule si wakati wa mtu, comedy imeshakuja, kulikuwa sio time yake. Sheikh Saimu alikuwa akinipigia kila saa, angalia fungua redio haraka uangalie hapo. Yeye alikuwa anasikiliza redio, mimi naangalia TV. Kipindi kile ni watu kuforce kulipia kingamuzi ambacho hakijalipiwa. Watu walikuwa wataka kujua tu kukoje leo. Akiona zile habari zimechelewa, japo ameangalia, atampigia Sheikh Abdallah, lete kuna mpya yote Sheikh. Tumeelewana vizuri? Sasa pale Sheikh Saimu, kitu nilichokisoma, nilipigiwa kwa sababu hizi simu zilikata. Nilipigiwa simu ambazo hazijawahi kuita. Ni kweli kikiachiwa kipindi TBC au Africa TV, vipindi vyetu au TV yoyote, simu zinaita sana. Lakini ile juzi ilikuwa too much. Lakini pia kwa mara ya kwanza watu ninaowajua wakawa wananipigia simu, bwana tulikuwa hapa Tanga kwa banda, tulikuwa tukiangalia hii hutuba, habari yake kubwa sana. Sasa ile hutuba mabwana ilitizamwa. Point yangu iko hapa. Issue sio kutizamwa. Najua hutuba nyingi wanazitizama hakikatan. Lakini nauliza swali na mtajibu nyie. Sasa Othmani Michael alipanda hutuba ya Ijumaa
Sasa baada ya kuona kamera 20 zimemzunguka, waumini wamemkubali, watamsikiliza, wamempandisha kwenye mimbar, akajiona ana ubavu, akaanza kuropoka. Sasa akaamua kupasua, labda sasa serikali kukosoa, tukubali, sijui ndo kinuke. Tumeelewana vizuri? Alafu kukiwa kumetulia namna kama ile, ndo ile hutuba ikaachiwa siku kama ile. Mngemkuta hapa au ashanyakuliwa. Mmenielewa? Mmeelewa tena hapo? Sasa siku ile bahati nzuri hawakuachia ile hutuba tulioizungumza ya amani. Walizungumza ya nyuma yake inahusia subira. Mimi kwanza sikuwa na wasiwasi, nikajua ni hutuba ile ya amani. Nikamwambia sio ile ya amani, ile ya amani tumeiweka akiba, ila kwa sasa hivi tumeachia hutuba yako nyingine. Kwa hutuba zote nilizotoa TBC sikuwa na wasiwasi, najua hakuna kipindi cha mhemko. Kwa hiyo yoyote watakaoiachia inaendana na mazingira. Basi hata wale walioachia nikawaambia, ingekuwa ni wale wa kuropoka, basi ingekuja kuchukuliwa kama mwewe. Na uwezi kuwa laumu, si umeongea mwenyewe. Maana kuna baadhi ya mashehe wanaleta tabu, kwa nini umenipandisha? Kwa nini umefanya vile? Lakini si umeongea mwenyewe. Ina maana ukiongea lazima ubalance. Hata kama mtu amefanya mfano kauchonganishi, kuna watu wana akili. Ataifuatilia ile hutuba nzima, atacomment, amna neno bwana, ni hichi kipande tu. Sallu ala nabii. Tumeelewana vizuri watu watakuwa wamefahamu vizuri. Tumefahamiana vizuri sasa ninachotaka kukisema, hizi maiki ni tamu na kuna kujisahau. Tuongee kwa makini. Inawezekana maneno umeyaongea siku nyingi, uzeeni akakupeleka jela maneno hayo. Tumeelewana vizuri? Haya maneno muhimu sana haya, na haya yanatuhamasisha sisi wazungumzaji kwamba tukiongea vitu tuzungumze kwa kubalansi. Na usione ukipata nafasi ya kusema kwamba ndo wewe unaweza kusema peke yako. Wako watu wengi wanajua kusema kuliko wewe, lakini hawajasema tu. Hawajasema. Na siku zote ukipita kusema na watu, itakiwa jiweke katika sifa karibia 4. Kwanza, wao wakubwa kuliko mimi, wao wajuzi kuliko mimi. Sio kwamba ana kabirun qaumin fa'adhimuni, sasa mimi ndo mwenyewe. Hapana. Na sasa mimi nikatoka hapa, akaja kameramani mmoja akaongea maneno ya maana kuliko nilichokisema mimi. Sasa mtu akiongea huwa anaonaga hakuna mwingine anaweza akaongea. Hapana. Kwa hiyo tutumie mimbari vizuri, alafu lile ambalo hatuna uwezo nalo kupambana tuliache kama lilivyo. Tumefahamiana vizuri? Lile ambalo hatuna uwezo nalo tuliwache kama lilivyo. Si vizuri kuhatarisha maisha yetu. Mfano, nilikutana na rafiki yangu kipenzi. Nilipokutana naye nikamuuliza, shekhe, mnaradiana kweli? Hizi radi mnazozifanya, yani naona hizi za kushikana mashati mkikutana, ngumi mkononi. Sasa nikamwambia, habibi, hivi ukifanya radi kama zile unategemea nini? Full komfu, full ulinzi? Akanambia neno, nikashangaa. Sababu mimi nasema ya Mungu, namtegemea Mungu bwana. Bwana. Kasema hatari. Maana yuko sahaba wa Mtume Muhammad, kaja na punda wake kamweka nje. Mtume akamwambia, mbona hujamfunga? Ambia, sina mtegemea Mungu atamlinda. Mungu ambia, nenda kamfunge afu tawakkal kwa Allah. Tumefahamiana vizuri? Sasa unamtegemea Mungu hivi unatukana watu, utatiwa makofi mtaani shekhi. Kwa sababu mtu ana watu wanaomheshimu, ushamwaibisha, ushamdhalilisha. Ukikuta sehemu huko Kenya yashatokea shekhi kala visu kweli, si ndio hivyo jamanini? Kwa sababu mimbarini hayaishii hapa. Mimbarini hayaishii hapa. Kwa hiyo nikaona nitoe funzo hili kupitia ile hutuba ambayo mimi nilitoa. Nikagundua kitu kwamba ipo haja
kila kukicha tujaribu hata kuiga wajuzi kuliko sisi, na tuongee kwa busara bila mihemko. Ya rate ingekuwa TBC imetoa kipindi ambacho ndo kinahamasisha sijui ndo maandamano na fujo. Kwani ufikiri Buguruni mbali? Tumeelewana vizuri. Bugurani si mbali. Tumeelewana vizuri naam. Kwa hiyo kupitia jambo hili Mwenyezi Mungu atusaidie sana. La mwisho, kwa sababu ahadi yetu saa 9 tunafunga, na watu wa Busatu warekebishe mambo kabisa. Shukeni kule chini mrekebishe mambo. Jengine la mwisho,